Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa Mange Kimambi, amezungumza kuwa tangu Captain Tesha kutokea katika chuo cha anga cha kijeshi SAC azungumze kuhusu kile kinachoendelea nchini Tanzania na kuliomba jeshi kuchukua nchi kwa muda kadhaa ili kutuliza kile kinachoendelea ama msuguano wa kisiasa nchini Tanzania. Tangu atoe tamko lake na kusema kuwa atarudi kuzungumza tena kabla ya uchaguzi wa tarehe 29 wa mwezi huu wa 10 2025, kapteni huyo alichukuliwa na jeshi na kupelekwa makao makuu toka azungumze kauli zake, na mpaka leo yupo huko makao makuu Dodoma. Iliripotiwa kwamba mtu aliyejitambulisha kama Captain Tesha kutoka jeshi la anga alitoa ujumbe mtandaoni akilaumu serikali kwa ufisadi, ukiukaji wa haki za binadamu na kuingilia kazi za idara ya kijeshi. Pia alitoa wito kwa jeshi kuchukua hatua dhidi ya serikali. Na hapo jeshi la Tanzania likapinga uingiliaji wa siasa. Kundi la jeshi TPDF limewatahadharisha wananchi dhidi ya kulihusisha jeshi katika siasa na kuingilia masuala ya kisiasa. Baada ya hapo, hatua za usalama na udhibiti wa misinformation, polisi na mamlaka za usalama nchini zimeripotiwa kutoa onyo dhidi ya matumizi mabaya ya mitandao na kueneza ujumbe unaoweza kusababisha hofu au kupotosha umma, hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi. Pengine sababu zinazoweza kumfanya kukamatwa na kupelekwa Dodoma kutokana na taarifa hizi, sababu zinazoweza kulingana na matukio hayo ni kushinikiza wito wa mapinduzi au mgawanyiko wa kijeshi. Ujumbe wa kuomba jeshi kuchukua nchi ni hatua inayochukuliwa kwa uzito mkubwa na serikali, kwani inavuka mstari kati ya usaliti wa taifa, uhasama wa kijeshi na utawala wa amani. Hii inaweza kusababisha hatua ya usalama na ufuatiliaji wa mtu aliyetoa ujumbe huo. Serikali na haki kwa mujibu wa sheria za nchi ya kuchukua hatua stahiki dhidi ya vitisho vinavyoweza kuathiri amani ya taifa. Wito wa jeshi kusimamia serikali ni maudhui ya hatari, hasa kabla ya uchaguzi. Inawezekana likamatwa ili kufanyiwa uchunguzi wa kina na kwa sheria, ama pengine utekelezaji wa agizo la jeshi kiholela au vitendo vya uhasama na koti za kijeshi au mamlaka husika, hivyo kupelekwa Dodoma ambako makao makuu ya serikali na mahakama kadhaa za kitaifa zinapatikana. Inaweza kuwa madhumuni hayo: kudhibiti ujumbe wa ushawishi wa umma kabla ya uchaguzi. Katika kipindi cha uchaguzi, hatua kama hizi zinaweza kuwa njia ya serikali kudhibiti ujumbe wa upinzani, kupunguza vitu vinavyosababisha msukosuko na kuweka serikali katika nafasi ya udhibiti wa hali ya usalama. Na hii ni Neli TV. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Neli TV. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Keep watching Neli TV kwa taarifa mbalimbali za kimichezo na matukio mbalimbali yanayoendelea nchini na nje ya mipaka ya Tanzania. Na niliyekuandalia na kusomea taarifa hii mimi Sports Lady Kulizi. Hadi wakati mwingine, bye bye.